Mamlaka ya udhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini leo Juni 4, 2026 imefanya zoezi la utiaji wa saini kati ya makubaliano na mamlaka ya elimu ya mafunzo fundi stadi VETA hapa nchini. Makubaliano hayo yanalenga kwa watu ambao wana uraibu wa madawa ya kulevya, kuwawezesha kwenye nyanja mbalimbali ikiwemo kuwapatia mafunzo mbalimbali katika vyuo vya VETA hapa nchini ili waweze kujifunza mambo mbalimbali, waweze kujisaidia kwenye maisha yao. Napenda pia kutoa shukrani za dhati kwa uongozi wa VETA kwa kukubali kushirikiana na DCA katika utekelezaji wa mpango huu muhimu wenye lengo la kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya waliopata nafuu kujijengea maisha mapya yenye matumaini na tija kwa taifa letu. Kama tunavyofahamu, tatizo la matumizi ya dawa za kulevya linaendelea kuathiri jamii nyingi duniani, hususan vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Madhara ya matumizi ya dawa za kulevya sio tu kiafya, bali pia huathiri uchumi wa mtu mmoja mmoja, familia na taifa kwa ujumla. Aidha, matumizi ya dawa za kulevya yamekuwa yakichangia kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu, migogoro ya kifamilia, kuporomoka kwa maadili pamoja na kupungua kwa nguvu kazi katika taifa. Kutokana na hali hiyo, serikali kupitia DCA imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kudhibiti na kupambana na tatizo hili, ikiwemo kuzuia biashara haramu ya dawa za kulevya, kutoa elimu kwa jamii, pamoja na kuimarisha huduma za tiba na urejeshaji wa waraibu wa dawa za kulevya katika jamii. Napenda kutumia nafasi hii kuishukuru kwa dhati VETA kwa kuona umuhimu wa mpango huu na kuamua kushirikiana nasi katika juhudi hizi. Ushirikiano huu ni mfano mzuri wa namna taasisi za serikali zinavyoweza kushirikiana katika kutatua changamoto za kijamii kwa manufaa ya taifa kwa ujumla. Naamini kuwa ushirikiano huu utakuwa chachu ya mabadiliko makubwa kwa maisha ya watu wengi na kwa maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Na kutokana na hilo na tumeingia pia haya makubaliano kutokana pia na sasa hivi serikali inajenga kituo kikubwa, yani rehabilitation center katika mji wa Dodoma, ambao utakuwa unatoa mafunzo ya aina mbalimbali kwa mfumo wa VETA. Na katika ushirikiano huu ina maana kwamba VETA sasa nao watatusaidia katika hiyo rehabilitation center tunayojenga, na wale waraibu wote wanaopata unafuu kwenye Mati Kliniki, kwenye Sober House au wale wanaopata matibabu kwenye hospitali za rufaa na kanda, baada ya mamlaka kuthibitisha kwamba wamepata unafuu na sasa wana uwezo wa kujifunza, wanapelekwa kwenye kile kituo ambacho kinajengwa Dodoma, lakini pia wengine watajiunga kwenye vituo mbalimbali vya VETA vilivyoko nchi nzima ili waweze kupata unafuu. Kwa hiyo watakuwa wanachukuliwa na DCA, wanafanywa matibabu, wanapona na wanafanywa tathmini. Wakishaonekana kwamba sasa wana uwezo wa kujifunza, wanapelekwa kwenye hivyo vituo. Tupo hapa kwa ajili ya kusaini na kuingia hati ya makubaliano ambayo sisi kama VETA pamoja na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya tumeona kuna umuhimu wa taasisi hizi mbili kuweza kushirikiana. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunaenda kuwa na taifa lenye nguvu kazi, yenye ujuzi, lakini pia yenye uwezo wa kufanya kazi. Tunaenda kwenda kuwasaidia ndugu zetu, vijana wetu ambao wanajihusisha na matumizi ya madawa ya kulevya, warahibu, lakini kwa jitihada mbalimbali za serikali kupitia taasisi hii ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya wameweza kutibiwa na sasa wapo tayari kwa ajili ya kuendelea kulijenga taifa letu. Hivyo kulingana na hilo, kupitia hati ya makubaliano tunaamini warahibu wale ambao watakaokuwa wamepitiwa na kuonekana kwamba wana uwezo wa kuweza kuendelezwa, kujengewa uwezo, kupewa ujuzi, basi waweze kuja VETA tuweze kuwapatia ujuzi, na tunaamini ujuzi ule tunaenda kuwapa mwisho wa siku utawawezesha wao, moja, kutambulika kwamba wana ujuzi, lakini mbili, kuwawezesha sana wenyewe kuingia kwenye soko la ajira kwa kujiajiri, kwa kuajiriwa au kwa kuwa katika vikundi na kuajiri wengine na kuweza kufanya kazi na shughuli mbalimbali za kiuchumi na za kijamii.